naitwa Sudi Mgeni, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Riverside. Hii swala la kuchezi linakuja, tunaingia kwa upana zaidi. Tusiangalie tu mechi ya Simba na Yanga, tuangalie athari ambayo serikali itapata athari gani serikali yetu Tanzania. Kwanza moja, mama anajitesa kutengeneza viwanja iko vizuri Arusha, Dodoma na sehemu mbalimbali kwa ajili ya AFCON. Lakini hawaangalii watu wangapi watavunja hii AFCON au maandalizi ya mama yasionekane. Kwa sababu kama kiongozi wa mpira, wewe rais wa mpira, kuna majibu upaswe kutoa kwa wanachama wako ambao ni vilabu. Umeona hiyo Kwa hiyo moja wapo hiyo, kama ni kiongozi unapaswa ujiuzuru kwa sababu wanachama wako pembeni wanavunja nguvu. Kwa hiyo swala Yanga kutocheza ni moja wapo na kuvunjwa nguvu na viongozi wa bodi ya ligi na TFF. Sasa kama wamevunjwa nguvu namna hivyo, na tarehe 15 inapangwa mechi, Yanga haikwenda uwanjani, maana yake nini? Watapoka pointi 3 na pointi nyingine 15. Wazee wameazimia kwamba lazima tuvunje ligi ya Tanzania isiwepo. Ye ligi isipokuwepo, CAF na taarifa gani kule kwamba Tanzania tunaifungia? Tanzania ikifungiwa faida ipo kwa nani? Kwa hiyo watu watatu tu, bodi ya ligi na Rais Karia ndio sababisha Tanzania ifungiwe? Hapana, serikali wakae waliangalie swala kwa umakini sana. Bila hivyo athari kubwa inakuja, kwa sababu viongozi wa serikali washaanza kuingilia mpira. Hii ni mara ya pili naibu waziri azungumzia masuala ya kiwanja kwa ajili ya Simba, aliwaambia itacheza kiwanja cha Benjamin Mkapa. CAF kaja kusema kiwanja kibovu. Leo hii tena tuatamko jana kwamba mechi zinazoenda kwa Mkapa Simba na Yanga 15, wakati sivyo ilivyo. Kwa hivyo serikali kama inapenda, kama inahitaji serikali nchi hii endelee mbele kwa mpira, mama kama anahitaji viwanja vyake visife kufugia kuku na vitu vingine, lazima aje na swala moja la mkakati, awajibishe Karia na bodi ya ligi ili mpira huu usife. Lakini kama watakubali tarehe 15 kama wazee walivyoazilia, hamna sehemu nyingine ya kwenda mahakamani, lazima ni mahakamani tu, hiyo isiwe. Sasa ikienda mahakamani ligi itafungiwa, tasababisha ligi Yanga. Je, CAF wakijua huko lazima mpira utafungiwa. Sasa kwa ajili ya watu wangapi mpira wa Tanzania ufungiwe, au viwanja baba kutengeneza kifungo kwa ajili ya watu wangapi? Kwa serikali inabidi izame, ingie zaidi. Sio tu wanakaa bungeni wanatoa porojo hii. Naibu spika na naibu waziri wanatoa porojo za uongo. Wawaite uongozi wa mpira, TFF na bodi ya ligi, yaani kwa kina zaidi, ili waongee nao. Nani kasababisha hili? Wamfukuze kinguvu, sio kihiari. Maana kama ndio kihiari, tarehe 15 ligi inaisha hii. Unaona bwana, Karia ataingiza watu pale. Unaona, ndio ligi. Kipindi kitapigwa, atachukua pointi 3 Simba. Hiyo ligi imekufa. Ligi ikifa na wale wazee wameshakwambia hapa, ligi kufa ni mahakamani tu. Hamna sehemu nyingine ya kwenda. Watajua huko mbele kwa michezo mahakamani haiendi au inakwenda, ndio watajua huko mbele. Sasa ikienda mahakamani, mama atakuwa na faida gani na hii nchi? Unaona, vitu vidogo tu vinasababisha mambo ya makubwa. Kwa ushauri wangu ni kwamba serikali kuna namna fulani inatakiwa kufanya kabla ya swala hili halijatokea, ili kuruhusu watu wa Tanzania. Leo tarehe 14. Leo tuna siku 10 mbele hapo. Sawa, Yanga kuna watu wazima, huwezi kuwakupusha kama mbwa. Kuna siku 10 hapo mbele. Wakae ndani ya siku 10 hizi. Na sio siku 10, siku 3, 4, 5 wakae serikali. Wawaite bodi ya ligi. Wawaambie wajiuzuru, sio kihiari na kama kinguvu. Wasipoambia wajiuzuru kinguvu, tarehe 15 wasubiri. Nchi inafungiwa kwa ajili ya huu mpira. Sasa ikifungiwa nchi kwa ajili ya mpira, mama vile viwanja atajua kitu cha kufanyia viwanja vyake. Shukrani sana. Asante sana.